Hofu ilizuka katika eneo la Kilifi Kona mjini Mombasa baada ya sehemu ya jengo la ghorofa 9 kuporomoka, wakazi walioshuhudia tukio hilo wakielezea jinsi ghorofa hiyo ilivyoporomoka. Nilisikia kama earthquake, mshtuko kwenye ardhi. Hata niliposikia hivyo nilifikiria mambo ya nchi ya Myanmar na Thailand venye ilikuwa juzi na Bangkok. Nikiangalia hivi mbele yangu nikaona kuna vumbi imejaa, mchanga kila mahali. Nikaona ghorofa ikitingishika kama inaenda chini. Kila mtu alikimbia mbio na kujaribu kuokoa maisha yake. Ilikuwa ni hali si ya kuelezea. Mimi kitu kikihappen kwa tumekaa tu kama like around saa 1:40 hapo. So tuliza kama ka crash hivi. Kidogo tukasikia kama sparks za moto venye ile crane ilianguka pale kwa iliangukezwa waya za stima. Kwa ushirikiano wa maafisa wa polisi na wale wa kaunti ya Mombasa, wakazi wanaoishi karibu na jengo hilo au kufanyia biashara zao karibu nalo walihamishwa ili kuepuka maafa zaidi, maporomoko haya yakisababisha kupotea kwa stima eneo hilo. Tumeweza kuondoa watu na hakuna mtu karibu hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na maafisa wa kaunti ambao wamejitolea. Waona mpaka sasa ni saa 8 za usiku na bado wako hapa kwa sababu ya kujali maisha ya wananchi. Shida iliyotokea ambayo imefanya sasa watu wamekaa nje ni hiyo nyumba ambayo ilikuwa inajengwa ili collapse, na ilipotingizika ilikuwa kama ambao ni earthquake. Watu wote wakakimbia kwa nyumba, maana ilitingizika kabisa. Paka ile bamba unaona kwa hiyo nyumba imezingira hiyo nyumba, zote zinazo zikaanguka chini. Na transformer hapo mbele ya hiyo nyumba kuna transformer. So hiyo transformer pia ililipuka moto. Ilipuka moto kazima line hii ya moto yote. Hiyo nyumba yote moto kuikaa kuna na hiyo lighthouse na hii jirani zote. Hali hii ilionekana kutatiza shughuli za eneo hilo, kwani ilisababisha biashara, chuo pamoja na zahanati iliyo eneo hilo kufungwa. Kazi za watu mazifunga kwa kitu kidogo tu kama hiki. Kuwekwa mabimu na kila kitu, maneno kuisha. Nyumba ngapi zilianguka na mnaina zikatengenezwa na zikawa sawa. Mayafanya mambo kweli kweli, sijui mna hasidi gani na hii barabara. Idara ya kusimamia majanga pamoja na maafisa usalama walifika na kukagua hali hii, wakazi wakibaini kuwa mwenyewe ghorofa hiyo alizimia alipoona jinsi mali yake imeharibika. Vilevile wakilalamikia utepetevu wa wahandisi pamoja na maafisa ukaguzi wa majengo kutoka kwa serikali ya kaunti ambao waliwataja kuwa fisadi. Engineer wa ile jumba, kwa sababu kuna engineer wa hiyo nyumba ali amechola plan, alafu kuna engineer wa serikali, lazima watu wawili washirikiane. Lakini maengineer wa siku hizi kazi yao kuna hongo. Nyumba ya ghorofa 10 wanaweka chuma iliyo si ya ghorofa 10. Mwenye nyumba alikuja baadaye, na wakati alipofika nilimwona akiwa alipokuja akatazama alizimia, hata ikabidi watu wamshika wamuingize ndani ya gari wamkimbize hospitali. Isaac Musyoka, Undugu TV.